Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii Binti 750 ambapo wanashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sana jinsi Bwana anavyonijalia, na mshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi nyingine ya kuendelea na series yetu ya Jitambue, na leo ni sehemu ya 3 ya Jitambue kama askari mwema wa Kristo. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza na ya pili, naomba urudi nyuma. Vile vile tumeangalia kwamba tujitambue sisi kama nuru, tujitambue sisi kama wafalme na makuhani. Basi kama wewe ni mgeni, naomba usubscribe, share, like and comment, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Actually kushare, kulike and comment ni kwa kila mmoja, sio tu wageni. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Namshukuru sana Mungu kwa siku ya leo. Sasa leo tutaendelea kama nilivyoahidi wiki iliyopita, tutaenda kuangalia silaha ambazo askari wewe, askari mimi tunatakiwa tuzibebe ili tuweze kushinda vita. Sasa neno la Mungu linatuambiaje kuhusu hii vita ambayo tunayo? Nadhani tumeangalia toka wiki ile ya kwanza vita gani ambayo tunayo. Neno la Mungu linatuambia kabisa kwamba hii vita sio ya mwili na nyama, kwamba nitaenda kweli nitachukua silaha na hizo silaha kweli ni za mwili. Hapana, kwa sababu sisi ni roho katika mwili, na vita vyetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unatakiwa kabisa ujue in your mind kwamba unaishindana naye ni mbaya, hakutakii mema. Umeona? Ukishajua hivyo utakuwa tayari, na ndio maana neno la Mungu linatufundisha hivyo. Kwa hiyo ukienda kwenye hiyo Efeso 6 mstari wa 13 unasema, kwa sababu hiyo, yani kwa sababu tunaopigana nao wako katika ulimwengu wa roho, na kwa sababu tunaopigana nao ni majeshi ya pepo wabaya, basi inabidi tutwae silaha zote za Mungu ili tuweze kushindana nao siku ya uovu, kwa sababu wao ni waovu, na tukisha kuyatimiza yote kusimama, yani tukisha kuvaa na tukisha kushindana nao tuweze kusimama, hiyo vita isije ikatu. Na kama nilivyosema wiki iliyopita kwamba sisi tunamshukuru Bwana Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu, kwa sababu kile kifo chake tu pale msalabani kilitupa sisi ushindi, na huo ushindi ambao tunao hata tukienda vitani, yani tunaenda from the point of victory. Sasa silaha ni zipi? Silaha ya kwanza, neno la Mungu linatuambia katika Efeso 6 mstari wa 14, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu. Kwa hiyo kuna kweli ambayo tunatakiwa kujifunga viunoni mwetu, ambayo ni kama mkanda. Naomba niseme hivi, silaha hizi katika Efeso 6 sio conclusive. Kuna silaha nyingine ambazo Biblia inazitaja kama silaha. Nitakuja kuzitaja kuzimention hapo mwisho, naomba ukae mpaka mwisho. Lakini vile vile Paulo wakati anawaandikia hawa, tunakumbuka ilikuwa ni wakati ambapo Israeli ilikuwa imetawaliwa na Warumi. Reference yake ya hizi silaha alikuwa anatumia jinsi ambavyo jeshi la Warumi wakati ule lilikuwa linavaa. Kwa hiyo walikuwa wanavaa mkanda. Sasa ule mkanda kwa jeshi la Warumi kwa wakati huo ulikuwa muhimu sana. Kwanza ilikuwa kama ni identity, alafu inatoa heshima. Ilikuwa ukikosea kama askari kwenye jeshi la Warumi, ili wakuaibisha wanakuvua ule mkanda, na ule mkanda unaweza kutumika vile vile kukuadabisha kwa wakati huo. Lakini cha muhimu ni sisi tujue kwamba ule mkanda ni heshima ambayo tunaipata kwa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, na ni identity yetu kwamba sisi we belong to Christ. Lakini vile vile huu mkanda unatumika kubebea silaha nyingine. Kumbuka sisi tunazungumzia Warumi na lile vazi lao. Umeona? Kwa hiyo pale walikuwa wanaweka kama vile Wamasai wanavyowekaga, wanavaga mkanda kama unajua hivyo, wanavaga mkanda juu ya lile vazi lao afu wanachomekea sime. Ndivyo hivyo na sisi mkanda wetu tutautumia kwa mambo mengi. Kama nilivyosema, silaha ziko nyingi. Kwa hiyo sasa hii kweli ambayo tunatakiwa tuiweke viunoni mwetu ni nini?
Neno la Mungu linatuambia katika Yohana 14:6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Umeona? Kweli ni Yesu mwenyewe. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Umeona? Kwa hiyo ile kweli ni Yesu Kristo mwenyewe. Huu kweli ndio pekee ambao utashikilia maisha yetu yasitikisike. Tukiijua kweli, neno la Mungu linasema, nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Usipoijua kweli utatikisika. Adui akija na uongo wake, kumbuka yeye ni muongo na muovu na ana hila. Akija na uongo wake, wewe utashindwa kujua kwa sababu huijui kweli. Siku zote pigania sana kujua kweli. Hii kweli inatusaidia kuishi katika ukweli wa neno la Mungu. Tukishaijua kweli na hii kweli inapatikana katika neno la Mungu, hatutakuwa wadanganyifu wala wanafiki kwa sababu tunaijua kweli. Na vile vile tutakuwa hii kweli ni vile jinsi ambavyo tunaweza tukasema kwamba jinsi tunavyomjua Mungu inatufanya tujue kweli, na mafundisho sahihi itatusaidia kujua mafundisho sahihi na kumbuka hii ni silaha na hizi silaha nitakuwa nakutaja. Hii silaha ni ya kujiprotect, ya kujilinda. Kwa huu mkanda ninaouvaa kiunoni, hii kweli inanilinda mimi, kwa sababu inanisaidia kama nilivyosema kujulikana kwamba mimi ni askari na nina belong wapi, lakini vile vile inanipa heshima. Umeona? Kwa hata adui akija kiangalia una mkanda, anajua huyu captain huyu. Umeona? Sasa kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu tusipokuwa na huu mkanda unaotujua ni nini, tunaweza tukaingia hata kwenye mafundisho sahihi. Huu mkanda wa kweli unatusaidia tuingie katika, tujue mafundisho yaliyo sahihi na mafundisho yasiyo sahihi. Na ndio maana nilisema silaha hizi adui anaweza akatumia kutuharibu. Kama huna huu mkanda, anaweza akaleta mafundisho ambayo sio ya kweli na wewe utajua kwa sababu huna mkanda wa kweli. Kipande hicho cha mstari wa 14b anasema na kuvaa diria haki kifuani. Sasa kifuani kuna nini? Kifuani kwetu kuna viungo muhimu sana. Kiungo kikubwa muhimu ni nini? Ni moyo. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Shetani hataki utulie kwa Bwana. Hapa moyoni. Moyo ni kiungo muhimu sana, kwa sababu na napozungumzia hivi, kumbuka tunazungumzia mtu wetu wa ndani, sio huyu. Yani yule mtu wako wa ndani ndio adui anapingana naye yule. Sasa yule mtu wako wa ndani ana kifua kama wewe ulivyo hivyo, na yeye yuko hivyo hivyo, amefanya na wewe hivyo hivyo, lakini yuko ndani yako. Yule mtu wa ndani adui anataka sana ataki area hii, na sisi wenyewe wote tunajua ukiwa mahali popote na adui atataka sana kupiga, kama ni mshale au pige hapa kifuani, hata risasi apige hapa kifuani. Kwa nini? Death yani hapo kifo hakina mjadala, you dead ukipigwa kifuani. Sasa nasema hivyo, kuna mdani mmoja, kuna comedian mmoja Marekani ndo anasemaga you dead. Sasa you dead ukipigwa kifuani. Kwa hiyo ili usife inabidi uvae hiyo dirii ya haki ili iweze kuziba adui asiweze kuataki kifuani kwako, kwenye moyo wako. Kwa nini adui anapenda kuataki moyoni? Kwa sababu anapenda sana, anajua kiataki moyoni amekumaliza, kwa sababu moyoni ndio mahali ambapo Mungu anasema nipende, ile amri inasema mpende sana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Sasa moyo wako ukishachefuliwa inakuwaje? Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana hapo ndipo panapotoka chemchemi ya uzima. Haya, wewe sasa kuulinda huo moyo, ndio hivyo unatakiwa uvae dirii ya haki. Umeona? Uvae dirii ya haki ili uweze kuulinda huu moyo. Sasa dirii ya haki inalinda moyo wa mtu dhidi ya hatia, dhambi na mashambulizi ya adui. Sababu dhambi inaanzia gapi? Ndio neno la Mungu linasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Sasa adui anataka hapo usiliweke neno, na Mungu huyo Mungu mwenyewe kuna mahali anasema nitaandika sheria zangu moyoni mwako. Kwa hiyo adui anapenda sana kuataki hapa moyoni, kwa sababu anajua amekumaliza. Tukiweza kujivaa dirii ya haki, tutaweza kuishi maisha ya haki mbele za Mungu.
tutaweza kutii mapenzi ya Mungu, tutaweza kuacha dhambi. Na ndio maana neno la Mungu linasema tulinde sana mioyo yetu. Kwa hiyo ni silaha ya pili. Silaha ya tatu ni viatu. Neno la Mungu linatuambia na kufungiwa miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani. Hii injili yetu jamani ni ya amani, sio injili ya vurugu, sio injili ya fitina, sio injili ya magombano. Kuna watu wanalitaga injili za magombano, na sasa hivi ipo sana. Utasikia mtu anahubiri injili ya kufarakanisha familia, kufarakanisha ndoa, kufarakanisha kanisa, kufarakanisha nchi, kufarakanisha chochote. Hiyo sio neno la Mungu. Linatuambia tufungiwe utayari. Huo utayari tunaupata kwa injili ya imani. Huo ni mstari wa 15. Viatu au hii utayari huu unatupa uwezo wa kusimama imara na kutembea kwa ujasiri. Tunakuwa tayari. Mungu anataka tuwe tayari kuhubiri injili na kuishi katika maisha ya amani ya Mungu na kuhubiri amani ya Mungu. Umuhimu wake ndio huo. Silaha nyingine ambayo ni muhimu ni ngao. Ngao ni na hizi silaha nyingine ambazo nimekwisha zitaja, zote hizi ni za kujiprotect, ni za kujidefend. Ngao ya imani ni muhimu kwa sababu kama nilivyosema, huku tumevaa diri, hapa nimevaa viatu. Kitu gani sasa kinazuia? Neno Mungu linatuambia mstari wa 16, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Adui anatumia mishale ya moto kutu attack. Sasa wewe ukivaa ngao yako au ukishika ngao yako ambayo neno la Mungu linatuambia hiyo ngao ni ya imani. Kama huna hiyo ngao, ina maana ile mishale itakuwa inaendelea kutupwa ya moto, itapigwa, itaingia sehemu ambazo hujamake, hata ukuka labda mikononi huku, sijaona tuna silaha mikononi huku. Ukipigwa mishale ya moto sana, unaweza ukakimbia vitani. Sasa haitakiwi hivyo. Tutakuwa tuwe na ngao ambayo kazi yake ni kupunch ile mishale, kupunch, ikija hivi unapunch mishale ya adui ya moto. Umeona? Kwa hiyo hii imani inatulinda dhidi ya mashaka, majaribu, mashambulizi, na kwa ajili hiyo tunaweza tukaizima hiyo mishale ya moto. Kwa sababu adui anachokifanya, anachotupiga mishale yake, anakuletea hofu, doubt, unakuwa na majaribu mbalimbali ambayo usipokuwa na imani ukaletewa usei ugonjwa, kama huna imani kwamba Mungu anaponya, utakuwa attacked na unaweza ukaacha vita, ukakimbia vita, kumbe nao umeitwa kupigana. Mstari wa 17 anasema ipokeeni chepeo ya wokovu. Na chepeo ya wokovu bado tunaendelea kujilinda, lakini sisi sasa hivi tunaenda kulinda kichwa chetu. Kichwa ni muhimu kwa sababu wote tunajua adui yoyote anapenda sana unaonaga wale manani wale walinkishaji wale wanaolengaga, analenga kichwa. Ndio maana Trump alipigwaga sikio. Yule alikuwa anamlenga kichwa. Na nani alikosea kidogo, au Trump anaweza kuwa alimove kidogo. Umeona? Lakini angekuwa na chepeo ambayo imeziba eneo hili, isingempata ile risasi. Sasa hii chepeo ya wokovu inalinda kichwa chetu. Kwa nini ni muhimu kulinda kichwa? Kama nilivyosema, adui akikupiga kichwa huwa tunamhitaji huyo adui yoyote. Au kaona polisi kampiga mtu kichwani, ile ni assassination. Yani yule hakutegemea alivyokuwa nakupiga, hakuwa nakupiga ili uumie, alikupiga ili akuue. Na ndio adui anachotaka, apate tu kichwa chako kakumaliza. Hasa kwenye kichwa ndipo ilipo akili yetu. Hii chepeo ya wokovu, ndio hii chepeo ya wokovu inatufanya tuweze kulinda akili yetu, tulinde ufahamu wetu, kwa sababu unajua vita kubwa iko hapa kwenye mawazo. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia unawaza nini juu ya Bwana. Wewe umeshawahi kufika mahali ukakaa ukaanza kuwaza, hivi Mungu yupo jamani? Kweli kama Mungu yupo, mbona haya yananikuta?
Yani unawaza au unaweza ukawaza shida zako usiku kucha hata ulale. Matokeo yake, kwanza upati solution kwenye hilo. Pili, unamkosea Mungu kwa mawazo yako. Tatu, mwili wako wenyewe unaathirika kwa ajili ya mawazo yako. Lakini tutakapovaa hii chepeo ya wokovu, inatupa uhakika na uwezo wa kuweza kuyalinda mawazo yetu. Ndio maana neno la Mungu linatuambia mawazo yetu yampendeze Bwana. Unawaza nini juu ya Bwana? Lazima ujue kwamba wewe umekombolewa. Lazima ujue wewe identity yako ni nani. Mawazo yanaweza kuja, yanaanza kukuuliza Mungu hataka kupendi. Ndio shetani anavipandikiza. Akikuta hapa una chepeo ya wokovu, anakuletea vimawazo. Kwanza kama Mungu alikuwa anakupenda, mbona akuokoi? Mbona akuponyi? Mbona akupi mume? Mbona akupi mke? Mbona akubariki? Mbona akufanye question. Unaona, mwisho unajikuta umekata tamaa au umepoteza tumaini, na hata tumaini la milele. Kwa nini? Kwa sababu hukuvaa chepeo ya wokovu. Tunatakiwa tuvae chepeo ya wokovu anapokuja na mishale yake hayo ya moto, sababu ile mishale ya moto unaweza kuwa ngao unaiweka tu mpaka hapa, lakini atakapopiga kichwani anakuta wewe umevaa chepeo. Sasa kuna silaha moja muhimu, silaha ndio ya kuattack. Sasa zile nyingine zote ni za kujilinda. Hii ni kumwattack shetani. Na hii ni mstari wa 17, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio pekee ambalo ni upanga. Tumeambiwa hata kwenye neno la Mungu kwamba neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Yani hii ni silaha ambayo hutakiwi kuiacha. Ni silaha ya mashambulizi katika vita za kiroho. Lazima tuwe na uwezo wa kulitumia neno la Mungu kama Bwana Yesu alivyolitumia katika Mathayo 4, wakati ameenda kujaribiwa kule nyikani kwa siku 40. Aliyashinda yale majaribu kwa sababu alikuwa anatupa mishale. Shetani akisema hivi, lakini neno la Mungu linasema, neno linasema, shetani mwenyewe akakimbia kwa muda. Kwa hiyo lazima tuwe na sisi na neno la Mungu kama upanga, tuweze kutangaza ukweli ya Mungu, tupinge uongo wa adui, kwa sababu atakapokuja na uongo wewe utajua uongo, kwa sababu tayari unalo neno. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu kutumia neno la Mungu. Silaha ambayo Paulo katika Efeso 6 hajasema directly kwamba hii ni silaha, lakini tunajua ni silaha, ni maombi. Kwanza mstari wa 14 mpaka 20 anasema kwa sala zote na maombi tukisali kila wakati. Sio yani mara nyingine tunasali, mengine hatusali, au tunasubiri mpaka tuingie majaribu ndio tunasali, au tukisikia sijui pana vurugu gani ndio tunakimbizana, jamani tuombe, nchi sijui imefanya nini, jamani tuombe, kuna vita Irani, jamani. Tulitakiwa tuwe tunaomba siku zote, tunaombea amani, tunaombea viongozi. Iwe ndio maisha yetu, maisha ya kuombea kanisa, kuombea familia. Sio tunasubiri mpaka mambo yakitokea ndio kama tunakuwa zimamoto. Anasema tukikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Na maombi yetu lazima ya include kuombea watu wengine. Kwa sababu mimi leo na nikimwombea mtu niko katika ndani fulani, na kuna siku na mimi nitakuwa labda siwezi kuomba, kuna mwingine ananiombea, kwa kuta kwamba tunaombeana. Pia kwa ajili yangu mimi, huyu ni Paulo, ili nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Ni muhimu kuwaombea watumishi wa Mungu. Tuwaombee Mungu awape usemi, Mungu awape ujasiri, waendelee kufundisha. Na sio tu wale unaowajua wewe. Kuna wengine huwajui, wako huko Afghanistan, wako huko Iran, wako huko China, wako huko Urusi, wako Sudani huko. Kwa nini usiwaombee hata kama huwajui? Sio lazima uwataje majina. Umeona? Na ili Mungu aweze kuwatoa katika hivyo vifungo vyao, lakini vile vile awape ujasiri, wasiogope yale wanayokutana nayo. Unaona? Sasa vile vile maombi yanatusaidia sisi kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Naona na sisi ile nguvu ndio tunahitaji, kwa maana hata ukisoma hiyo inasema hivi kwamba basi tuwe na nguvu. Nimeshausahau tena mstari Kiswahili, lakini ukianza hapo kwenye mstari wa 10 inasema kwamba tuwe hodari katika nguvu na uweza wa Mungu tunaupata katika maombi. Tuwe hodari katika maombi. Sasa silaha nyingine ambazo ziko kwenye Biblia, kuna sifa au praise, ibada
worship. Hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa kuwa navyo wakati wote. Tumeona hata kwenye Biblia ukienda kusoma Second Chronicle chapter 20, Mambo ya Nyakati wa pili sura 20, utakuta pale mfalme Jehoshaphat Mungu alimwelekeza jinsi ambavyo ataenda kupambana na adui, akamwambia aweke watu wa worship, watu wa praise wakae mbele, watangulie. Na wale walivyotangulia tu, kilichotokea adui walianza kupambana wenyewe, palitokea waviziaji. Umeona? Kwa hiyo ni silaha ambayo tunaweza kuitumia. Kufunga na kuomba ni silaha ambayo tunaweza tukaitumia. Unyenyekevu ni silaha nayo, wapendwa. Wiki iliyopita nilizungumzia hili. Basi jinyenyekeze kwa Mungu naye atawainua. Tusipojinyenyekeza, Mungu hawezi kutuinua katika vita vyetu. Unaona, kwa sababu Mungu anachukia pride na anapenda wanyenyekevu. Upendo nayo ni silaha ambayo tunaweza kuitumia. Mpende adui yako kama nafsi yako. Tunapowapenda wengine, hiyo ni silaha pekee. Hata sisi wenyewe tunajua mtu mara nyingine ukitaka kupambana na adui yako, badala ya kumchukia, mshangaze kwa kumpenda. Utaona tu mtu analainika. Huyo ni mwanadamu. Sasa upendo katika ulimwengu wa roho, it goes even further. Tumaini, kuwa na tumaini siku zote, nayo ni silaha ambayo unaitumia. Sababu adui akishakuona tu una tumaini, yani hapo umeacha mlango wazi. Ushuhuda, wakamshinda huyo shetani kwa neno la ushuhuda wao na damu ya mwana kondoo. Hivyo vitu viwili, ushuhuda na damu ya Yesu, ni silaha ambayo tunaitumia wakati wote kumshinda huyo shetani. Kuishi maisha ya utakatifu ni silaha. Furaha ya Bwana, Hanania anasema kwamba the joy of the Lord is my strength. Jamani, saa yote ukijiona umekuwa hivi, nani yangu imeinuka. Mimi kuna mstari sasa hivi nikiona tu nafsi yangu imeinama, nasema nafsi yangu umuhimidi Bwana. Kwa sababu gani? Ukiinama hivi unampa nafasi shetani, lakini furaha ya Bwana ikiingia ni nani? Uvumilivu. Watu wengi hatuna uvumilivu, na shetani anapenda kuleta vitu vya haraka haraka. Ukishavikubali hivyo vitu vya haraka haraka, umeanguka, umeshafeli kwenye huo mtihani. Utii kwa Mungu, jamani, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atakimbia. Wewe hebu waza hivyo, shetani anakimbia mbio eti kwa sababu wewe tu umemtii Mungu. Basi tumtii Mungu ili tuweze kumpinga shetani naye atakimbia. Hizo ndio silaha. Sio zote, siwezi kuzimaliza. Kama unajua nyingine, weka komenti yako hapo chini. Mungu akubariki. Ninaomba kama bado hujasubscribe, share, like and comment. Wiki ijayo tutaangalia sehemu nyingine, na Mungu akubariki sana. Amen.